hotuba ya Mheshimiwa Waziri Ridhiwani Kikwete, hasa kule mwishoni. Kule mwishoni Mheshimiwa Waziri anatoa commitment kwamba wataendeleza utawala bora. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, utawala bora haudondoki mbinguni. Utawala bora unataka misingi ambayo ni lazima uifuate. Usipoifuata, ahadi kwamba utawala bora utakuwepo inabaki kuwa ni maneno matupu. Na kwa ajili ya muda nitahitaja misingi miwili muhimu. Msingi wa kwanza ni mahusiano baina ya utawala bora na kuimarisha uwazi na harakati ya kupinga rushwa na ufisadi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mahusiano ya moja kwa moja baina ya utawala bora, uwazi na uwajibikaji katika serikali. Kwa maoni yangu, nikitazama mwenendo hasa kwa kuiangazia taasisi yetu ya TAKUKURU, mimi ninaona bado tuna safari ndefu sana. Mfano, sisi ACT Wazalendo huwa tunafanya uchambuzi wa kina wa ripoti za CAG. Kwenye kila ripoti, moja ya eneo ambalo tunalitazama huwa tunaangalia ni fedha kiasi gani tunazipoteza kutokana na rushwa, kutokana na uzembe, kutokana na ubadhirifu. Uchambuzi wetu wa taarifa ya CAG ya mwaka wa fedha 2023-2024 inaonyesha kwamba fedha ambazo tumezipoteza kutokana na ubadhirifu pamoja na uzembe ni takriban shilingi trilioni 2.5. Hii kwa wakati ule ni zaidi ya 5% ya bajeti nzima ya serikali. Lakini ukitazama kiwango cha fedha ambacho TAKUKURU wanasema wanakiokoa kila mwaka, nimetazama mwaka uliofuata baada ya taarifa ile, fedha ambazo tuliziokoa ni takriban, kwa taarifa yangu, ni takriban shilingi bilioni 14. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa inatoka kwa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nimpe tu taarifa mchangiaji. Kwanza kwa kuheshimu kanuni angekaa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tunajadili hotuba ya Wizara ya Utumishi wa Umma. Hatujadili taarifa ya CAG. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti amesema mchangiaji ameisoma hotuba. Ukienda ukurasa wa 17 mpaka wa 22 imeeleza vizuri kazi zilizofanywa na TAKUKURU. Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, unaipokea taarifa hiyo? Moja ya jambo ambayo inabidi litazamwe kwa kina kwa heshima ya Bunge, ingawa taarifa zinaruhusiwa, ni kwamba taarifa zinazokuja ziwe na msingi, zisije kwa lengo la kumpotezea muda mzungumzaji. Mimi nakwenda huko ndio ninakokwenda. Nimetoka 23, 24. Unakuwa na ubashiri gani kwamba zitokwenda 25, 26? Niachwe nizungumze. Taarifa ya wizara kwenye hotuba yake inaonyesha progress ya bilioni 102 zilizookolewa. Nikifanya uwiano wa kiwango cha fedha tunachokipoteza na ile product tunayoipata kwa jitihada za TAKUKURU, hitimisho ninaloweza kuliweka ni kwamba sioni jitihada za dhati za serikali ya Chama cha Mapinduzi kupambana na rushwa na ufisadi, hasa rushwa kubwa kubwa. Nitaona hivyo nitapoona yale masuala makubwa yanayobeba upotevu wa mabilioni ya shilingi, TAKUKURU ielekeze nguvu zake huko badala ya kuweka mkazo mkubwa kwa upotevu mdogo wa chini. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni msingi wa mahusiano baina ya utawala bora
na haki za binadamu